Yes, ni juzi jana na leo Kisha TV tena tuko hapa katika kijiwe hichi cha Mwembe Yanga hapa kuja kukutana na mashabiki wa mpira. Tuje tuzungumze namna ambavyo mpira unavyotakiwa kuongelewa. Mengi yanazungumzwa kuhusiana na top striker wa Simba Dumbia, lakini pia kuhusiana na kuumia kwa Jibrila Kasali. Imekuwa ni miongoni mwa matatizo ambayo Simba yanawaandama sana katika eneo la goalkeeping. Tuko na mashabiki wote hapa, tutapata kusikia kipi ambacho kinaendelea kwa habari. Salama nabii ndugu yangu. Kwema. Kwema. Uko poa kabisa? Niko vizuri kabisa. Mbona kama umeshaanza kuingia maji? Hamna, sisi wananchi hatuwezi kuingia maji bwana, wakati wetu bwana. Yaani kama haujachangamka jua Yanga hii, sidhani kama kuna Yanga nyingine inaweza kuja kipindi kifupi hiki ukitoa kikosi ambacho tuko nacho msimu. Kwa hiyo hakuna maana Yanga ambaye anaweza kupoa. Na Yanga wote tuna furaha na siku zote tumekuwa tukiombea dua uongozi wetu uendelee kutuletea wachezaji wazuri kama hivi ambavyo wamefanya. Urejeo wa Stefan Aziz Ki kunako katika kikosi chenu cha Yanga, unahisi kinaweza kuongeza kitu gani ndani ya kikosi hicho? Kwanza ameondoka mchezaji ambaye ni bora sana. Unajua ukizungumzia Alan Okello ni mmoja kati ya wachezaji ambao walifanya vizuri sana ndani ya Yanga msimu uliokwisha. Magoli yake 14 na assist kama 7 au 8 kama sikosei. Ni takwimu nzuri sana, lakini nafikiri mahitaji ya mwalimu imehitaji kiungo ambaye ana uzoefu zaidi kwenye eneo la namba 10. Kwa hiyo kumpata Stefan Aziz Ki kama atarejea kama vile ambavyo alikuwa anacheza kabla ya kuondoka, nafikiri itakuwa ni faida kubwa sana kuliko ambayo ile ambayo Okello alikuwa anatupa. Najua Stefan Aziz Ki ni mchezaji ambaye anaweza kukupa matokeo kwenye anaweza kukupa moment kubwa kwenye mchezo ambao hata kama timu yake inakuwa inaelemewa. Zipo hizo, nasema hizo kumbukumbu nyingi sana alifanya pale Club Africain wakati Yanga ilikuwa inashambuliwa mechi na pressure kubwa, anaamua mechi. Lakini hata ukienda pale South Africa, kumbukumbu zinaonyesha kwa Aziz Ki alikuwa ni mmoja kati ya mchezaji ambaye aliwapa shida sana Mamelodi kutengeneza nafasi yao kwenye kushambulia Yanga, kwa sababu ni mchezaji ambaye alikuwa anauliza maswali magumu yeye kwa uwezo wake binafsi. Kwa hiyo kurejea kwa Azizi kwetu sisi ni kitu kikubwa tu, kama vile kama atakuja kucheza kama vile ambavyo amekuwa akicheza. Lakini yote kwa yote tunapaswa kusubiri, kwa sababu wako wachezaji ambao walishaondoka wakarudi na matumaini makubwa na siweze kufanya kile kitu ambacho walikuwa wanakifanya mwanzo. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kumwombea Azizi arejee kama vile ambavyo aliondoka, naamini anaweza kwenda kutupa kitu kikubwa sana kuliko kile ambacho Alan Okello ametupa kwenye uzoefu wa michezo hii mikubwa ya klabu bingwa Afrika ambayo tunaelekea. Lakini ukizungumza kwenye ligi kuu, of course Alan Okello alikuwa anafanya vizuri, lakini kimataifa mwalimu amehitaji mchezaji mwingine mwenye uzoefu mkubwa, na tumepata nafasi ya kumpata Azizi na tunajua anafanya nini, kwa sio mbaya kwenda naye. Lakini upande wa pili wapinzani wenu wanasema ni kana kwamba mmerudia matapishi, lakini pia ameshuka kiwango, ndio maana amerudi tena katika klabu ya Yanga. Haya ni mazungumzo ambayo yanaweza kuwa kishabiki, kwa sababu leo tunazungumzia Chama aliondoka Simba akaenda Berkane akaona Chama ni mchezaji ambao haendani na mfumo wao, hakumtumia vizuri, akarudi Simba akaja kufanya vizuri. Na hata baadaye Chama akaondoka Simba akaenda Yanga akaona hana nafasi, akarudi Simba akaendelea kufanya vizuri. Kwa hiyo hizo sio hoja, nafikiri ni kumbukumbu ambazo hatuwezi kuzikataa, zimeshawahi kutokea kwenye wachezaji, lakini sio utabiri wa kumwekea mchezaji. Mimi nafikiri kwanza tungesubiri kumuona anacheza alafu baadaye tukaangalia anafanya nini. Kwa hiyo haya yanaweza kuwa maneno ya kishabiki tu. Mimi sioni kama yana impact kubwa kwa mchezaji. Kinachohitajika ni Azizi kuja kucheza na kufanya kile kitu ambacho wanayanga tunakitegemea. Yanga amefanya usajili mkubwa sana hivi sasa na nyota takriban 8 wameweza kuongezeka ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Africans, lakini wanasema kwamba timu bado haina muunganiko. Kwa maoni yao, kama kwa wewe ambao umeitazama Yanga kuanzia Yanga Day, mechi ya dhidi ya Namungo, je, unaiona Yanga kweli haina muunganiko licha wachezaji wengi ambao wamekuja hivi sasa? Kwanza mimi nikiwa timu yangu inacheza vizuri kuliko timu nyingine kwenye ligi kuu na kupata matokeo mazuri, afu bado kuna watu wakahitaji timu iwe bora zaidi hapo ilipokuwa, mimi napongeza sana. Hao ni wapinzani ambao unapaswa kuwaombea dua kila siku endelee kuwepo, kwa sababu kama kuna timu inacheza vizuri kuliko Yanga hapa sasa hivi Tanzania, mtu anaweza kaniletea kwenye hao wapinzani wawili ambao, kwa sababu sisi washindani wetu wakubwa kwenye nchi ni Simba Sports baadaye na Azam FC. Kwa hiyo wakati unaizungumzia Yanga ambayo haichezi vizuri, kama ikiwa inacheza vizuri kuliko Simba na Azam, mimi nasikia faraja sana. Maana yake unazidi kuja kutuamsha tuendelee kujijenga. Labda wewe inawezekana unatamani Yanga iende kafanye vizuri kwenye sehemu nyingine tofauti ya ligi kuu, lakini ukiniambia sofa mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu, sidhani kama kuna timu ina performance bora kuliko Yanga Afrika kwenye eneo la shambuliaji, eneo la kuzuia, lakini hata eneo la viungo la kumiliki mpira. Bado Yanga tuna takwimu bora kwenye mchezo mmoja ambao tumecheza wa ligi. Kwa hiyo hapo ukisema Yanga icheze vizuri, labda unapenda Yanga iendelee kucheza vizuri kuliko hivi ambavyo unavyoiona. Hiyo ni dua njema sana, na viongozi wanapaswa kuchukua maoni kama hao kufanya kazi, kufanya Yanga iwe bora zaidi ili tuendelee kutoa adhabu zaidi, kwa sababu huyo mtu ambaye anasema tucheze vizuri, tumetoka kumbagua juzi tu Zanzibar. Tumembagua juzi tu Zanzibar. Tumechukua kikombe tumerudi nacho hapa. Sasa anasema tucheze vizuri kulinganisha na timu gani?
Azam ndio leo tumemwona. Simba ndio tumeona kina Dumbi wanapiga kichwa mpira anapiga mdomoni unavunjika meno. Unataka mchezaji gani? Simba ndio watu wanaruka komfua na chukua umeme mapema tu. Au labda washazoea kuiona Yanga inashinda goli kuanzia 5, 3 kwenda juu. Hao ndio mahitaji ya mashabiki wa mpira wa nchi. Kwa sababu ushajua sasa hivi timu yenye uwekezaji mkubwa ambayo yuko serious kwenye football katika Simba na Yanga ni Yanga Afrika. Kuanzia kwenye uongozi, kwa tajiri mpaka wanachama na mashabiki wake. Yaani ukitaka sasa hivi ujue matukio ya mpira yanapatikana wapi. Wewe ni mwandishi wa habari. Ukitaka matukio ya ugomvi na watu kusemana unajua uende wapi. Ukitaka matukio ya watu kuzungumzia mpira na viongozi kufanya kazi ya mpira unajua uende wapi. Kwa hiyo ni kazi nyepesi tu. Ukimfuata shabiki wa Simba leo, sidhani kama anaweza kuwa na utulivu wa kuzungumzia mpira. Unajua miaka 5 ni mingi sana. Na ukiangalia miaka 5 yote anayechukua ubingwa bora angekuwa Azam na Mtibwa. Ubingwa anachukua mpinzani wako namba 1 ni Yanga Afrika. Huwezi kuwa sawa saikolojia. Kwa hiyo mashabiki wa Simba mimi nawaelewa. Hata mimi Yanga ningekuwa saizi Simba ana ubingwa misimu 5, ukiniita mike siwezi kuzungumzia mpira. Ningeanza kuzungumzia Gharibu, ningeanza kumwongelea Hersi. Kwa hiyo mimi nipata nazungumzia mpira kwa sababu viongozi wamefanya kazi yao nzuri. Wameshamaliza kazi iliyobakia ni sisi wana Yanga kuhakikisha tunaiunga mkono timu. Ndio maana leo na nafasi ya kukueleza mambo ya kiufundi ya mpira ambayo Yanga tumeyafanya mpaka sasa hivi. Tuna kocha mkubwa, tuna wachezaji wakubwa. Rudi kwenye eneo la ulinzi Yanga Afrika. Kushoto kuna Shabalala mzoefu mchana Afrika. Tuna Boka mzoefu, ukenda kulia unakutana na Matilio Afrika namba 1. Kwasa Tola hao yuko upande wa kulia. Ni mzoefu kwenye soka la Afrika. Katikati na Bakari Nondo mama yetu na Madawa Baka. Kesho kuta mwezi wa 10 Jobo anarejea. Ni wazoefu kwenye soka la Afrika. Katikati na Budasiri haya basi. Ni mzoefu kwenye soka la Afrika. Inside namba 10 na Kia Zizi Stefani. Ni mzoefu. Una Kagwanda ni mzoefu. Una Sharulia ni mzoefu. Una Chaki Ibrahim Tule ni mzoefu. Unataka nini tena? Mbona kama hicho kikosi unataja kuatisha? Hapa nyuma anajiguidi hala ni mzoefu wa soka la Afrika. Kuanzia ngazi ya vilabu mpaka ngazi ya timu ya taifa Mali. Unataka nini tena? Mbona kama unawatisha hivi? Tumetimia. Yanga tumetimia she. Yaani Yanga tumetimia. Yanga hadi kikosi hiki cha Yanga leo ndio kingekuwa kikosi Simba. Kile kikosi cha Simba leo kiko Yanga. Mimi ningesifia Simba mpaka ungesema huyu sio shabiki wa Yanga. Mimi napenda football. Hebu angalia daraja la washambuliaji wa Yanga Afrika. Alafu lichukue ile daraja lile la washambuliaji wale. Lipeleke Simba Sports Club anabakia nani bwana? Na sasa anatupo striker Dumbia? Na tuache bwana. Tunazungumza mpira tena wewe na siasa bwana. Tunazungumza mpira na siasa. Umesema kwamba Yanga ina mastriker wazuri. Timu yote sio mastriker tu. Eneo la ulinzi Yanga Afrika tunaanza na top goalkeeper. Toka amekuja Tanzania hakuna soelea uwezo wake. Djigui Diarra hauna wasiwasi anapokuwa milingotini. Lakini leo nani asofahamu top defender Bwana Baraka yuko Yanga Afrika. Top defender Dickson Job yuko Yanga Afrika. Top defender hao nchi nakutajia. Mabeki wa nchi yote Tanzania yuko Yanga Afrika pale. Lakini eneo la katikati tumeenda kujazia nyama pale. Tuna Duke Ogabua, best midfield kutoka Harambee Stars ya Kenya, yuko Yanga Afrika pale. Juu una kijana kutoka Zanzibar Mdasiri Abbas. Kwa hiyo unaamua wewe mtumie nani hapa katikati. Unaweza ukaswitch ukaanza na huyu ukampumzisha. Hiyo ndo Yanga Afrika she. Lakini ukisogea mbele ndo unakutana na balaa. Kwenye eneo la winga moja unakutana na Maxim Pianzengeli, unakutana na yule nani yule kijana mmoja tumemsajili mgeni ile. Hata Kagwanda kuna kijana mwingine yupo. Zakwani. Una Zakwani upande mmoja na Kagwanda. She. Katikati tuna Chaki Ibrahim Tule, afu Juba anasimamisha Shashaman. Mfungaji bora muda wote aligugua South Africa. Top scorer amerudi Sundown na muda wote. Unataka nini tena? Yaani yule hata kama akakonda kaishiwa, hawezi kuwa sawa sana Dumbia. Sawa. Kuwepo kwake tu eneo la ushambuliaji ni athari tosha kwa Yanga Afrika. Tuongelee hapa sasa hivi GSM amebadilisha kauli ya kutoka kwenye Yanga bingwa mpaka kuja mwakani tena. Hii kauli hii mnakuja nayo tena hivi sasa kuja kuatisha upinzani wenu ama mnamaanisha kile ambacho mnakwenda kufanya? Unajua unavyomzungumza Gharibu, wewe msafiri. Hebu nipe kaa. Unajua unavyomzungumza Gharibu Said Mohamed. Kwanza nataka upate hata kinywaji chochote kwanza ushushie. Brother, akupe kaa. Hakuna nyakati ambazo Simba imekupata shida ikiwa na tajiri. Nyakati zote ambazo Simba tumekuwa tukiwatesa kwenye mpira wa Tanzania ni nyakati ambazo Simba hazina tajiri. Lakini Gharibu Said Mohamed ameweza kuitesa Simba ikiwa na bosi nyuma yake. Chapa kitu kwanza. Chapa kitu. Leo umemzungumza mtu mkubwa sana kwa mpira. Huyu Marabu. Lete madini. Gharibu Said Mohamed ndio tajiri pekee aliweza kuipiga Simba goli 5 katika nyakati hizi. Nyuma kwa na bilionea Mohamed Dewji. Mako unapomzungumza Mohamed Dewji unajua unazungumza Simba soka la Tanzania kwenye ngazi za vilabu barani Afrika. Usio kasahau. Nakumbuka hiyo. Yaani ukitaka matajiri wa kujenga sanamu kwenye soka la Tanzania kwenye ngazi za vilabu barani Afrika basi unaanza na Mohamed Dewji pale Posta. Kazi kubwa sana kaifanya. Kwa hiyo anapozungumza Mohamed Dewji kama kuna mtu amekuja anampa tabu, maana huyo mtu sio mtu wa kawaida. Hili ni gwiji la soka la Tanzania kwenye upande wa kutia fedha kwenye mpira. Lakini alipokuja Gharibu Said Mohamed amekuja kumwambia brother, tunakuheshimu. Umefanya kazi kubwa sana ndani ya Simba lakini sasa niko mimi. Ulikuwa unakimbizana na Yanga bakuli.
Twende tukimbizane sasa. Twende. Kachukua hela zake za magunia ya korosho na chooko kati ya benki. Mama sana Seko benki. Kachukua hela zake zote kati ya benki. Mwarabu anaambia tuweke hela mfuko wa shati tondoke kwenye mpira twende. Wewe si ulikuwa unataka na Kagere? Twende leo tuwagomba nataka twende leo tukafanye balaa. Tukuze mpira Tanzania. Mohamed Dewji kati ya pochi mfukoni na kimbia nyumbani. Na Tanzania yenyewe kaama kaenda Dubai kuishi. Kwa ajili ya bilionea karibu Said Mohamed. Anamfuga Simba nyuma kwake anamshika kiuno, Simba anakatika hivi. Anasema sisi tunapapasa tu. Mnaogopa nyinyi mkenda mbugani. Huyo ndo karibu Said Mohamed she. Kwa hiyo anazungumza sasa hivi. Soka la Afrika linatulia kuangalia nani anaongea. Karibu Said Mohamed anavyohutubia taifa kuhusu jambo la mpira. Maneno yake ni mawili tu, Yanga bingwa kamaliza. Sasa hivi hakuna bilionea mwingine wote duniani ambaye anaweza kuwa na maneno machache kama karibu Said Mohamed. Pesa anazungumza. Sasa hivi kibunda na sajili. Sasa hivi hii makantena za vijana. Karibu Said aongee balizo. Hizo ni za vijana. Msemo wake ni mmoja tu. Kwa hiyo karibu Said Mohamed tunapaswa kumpongeza kwa sababu amekuja kumpiga Simba michezo 6 mfululizo. Katika michezo 6 anampiga Simba goli 5. Nyuma kwa Simba Mohamed Dewji yupo anaunguruma. Lakini karibu Said Mohamed anapenetrate hapo anakwenda kuitesa Simba. Kama kuna nyakati nyingine ushaka kuzishuhudia wewe, Yanga anatoza na Simba kwa na boss wote na matajiri letea hapa. Kipindi cha Manji Simba iko hoyo haya ilikuwa Simba anasumbuliwa sana. Kipindi cha Simba na mzigo Yanga amesumbuliwa sana. Lakini kipindi hiki Simba na Mohamed, Yanga ina karibu, Simba anashindwa anafuata mkia mbele ya karibu Said Mohamed. Kwa hiyo huyu ni tajiri wa kuogopa sana kwenye soka la Afrika. Huyu tajiri alituunganisha kina Aziz Ki, akatuunganisha kina Fiston Mayele, akataka kina Pacome Zouzoua, kina Kwasi Atola. Baza. Sio jambo jepesi unajua, ni rahisi kulizungumza wakati lipo tu. Ukiangalia ile kambi ya Victown, milioni 500 sio hela kwa wiki sasa hivi. Milioni 500 sio pesa kwa wiki moja. Iangalie ile kambi sasa, ile kambi ya Victown. Timu ya kwanza Tanzania kurusha mazoezi yake live, usije kasahau huyo. Timu ya kwanza Tanzania sasa hivi tumefika tunakuwa jeuri na viburi mpaka tunaweka viingilio kwenye kutambulisha mchezaji. Hiki kote kinatengeneza pale chini ambako karibu Said Mohamed na Engineer Hersi wamekaa wanafanya mipango yao. Na kama kwa hiyo lazima tumpongeze karibu Said Mohamed. Ni tajiri ambaye amesubutu kuja kushindana na Mohamed Dewji, sio mtu mdogo kwenye mpira. Hata hawa ambao wanapiga kelele kuhusu Mohamed Dewji, mimi naangalia tu. Ipo siku atakumbuka maneno yangu. Simba hawezi kumtoa Simba mbugani ukamleta ukaja ukasema upaka anaenda sana panya tumpeleke mbugani ataenda swala. Brother. Waache akili zao za kumsifia huyu mwinda panya huyu. Mohamed Dewji ni Simba kwa kweli. Ukichukua mzigo wa Simba Sports Club unaweza kuwatisha matajiri wawili na siweze kustruggle. Sikwambia hawa watu wadogo wanauza vitambaa vya sare za harusi. Lakini wapinzani wenu hivi sasa Simba, tumeona Dar es Salaam Africans hivi sasa imetulia. Kwa Simba unahisi labda wanafeli kwenye eneo gani, kwa sababu mashabiki wanaongea hivi lakini viongozi pia wanakuwa na mvutano? Kwanza makosa namba moja wanawafanya mashabiki wa Simba hasa wale wakubwa. Hawapendi timu yao. Hawapendi. Unajua sasa hivi kumekuwa kuna tabia za mashabiki. Of course lazima tukubali. Brand za timu zinatubeba sana. Hiyo lazima tukubali. Leo mimi hapa nisingekuwa Makawila bila Yanga Afrika. Ni kwanza nazungumza nyuma yangu kuna logo ya Yanga Afrika na nilinda na ndio nanifanya watu wanisikilize na wakunipa sikio na muda wao kunisikiliza. Kwa hiyo kosa namba moja wanalifanya mashabiki wa Simba wapigani timu. Wapigani timu. Wanaangalia hivi endorsement vidogo vinavyokuja kwa mashabiki sasa hivi. Of course tuna risk tunapata lazima tu kweli. Lakini hizo riziki zilikuwa zinakusawalisha kwa Simba ikisimama utapata vitu viwili kwa fulana, hiyo riziki ndio unaangamia, watu wanaangalia hela. Sasa hivi mashabiki tuliokopo Yanga Simba wapo. Mashabiki walikopo Simba wapo. Kwa nini? Mashabiki wa Yanga tuna uchungu sana timu kuliko Simba. Wao wana uchungu sana ndio mpaka na jezi. Sisi tulikuwa tunatembeza bakuli wakati wetu tulikuwa hata kiongozi wote hatumachiki kiongozi wote simu. Tumekaa pembeni na viongozi wote wakatuambia pesa hakuna tukaanza kutembeza bakuli. Lakini wao sasa hivi walikuwa mtaka X Factor. Shida yenyewe hataki kujua iko wapi. Wao sio kwa mtaka X Factor sasa hivi wamechangia na jezi. Wamechangia hela kuna nini X Factor ndio nini? Wewe unafikiri timu inajengwa kutafuta mchezaji mmoja? Wewe una Simba na matatizo ya eneo hilo tu. Yaani wewe Simba angekuja X Factor baada ya zungumza mchukue Faisal mpe Simba. Ndio shida ya Simba ilikokuepo hapo. Shida ya Simba kumbe iko wapi? Simba anabekiana kwenda naye kimataifa sasa hivi unamwona. Fullback namba 2 kwenda naye kimataifa nani? Wapo. Basi ambao anasema kabisa huyu leo unacheza na Mamelodi atakao Mamelodi abaki uende nani? Simba hiyo. Ndio yule fullback yao mpaka ni nyekundu juzi. Hivi unajua Simba kwenye ubora wake unajua. Simba nje na Kulibai ndani na Kapombe. Nje na Kulibai ndani na Kapombe. Upande mmoja anaambia Mohamed Hussein, nje na Sante Kwasi anasubiri. Simba hiyo. Simba ndio hivi. Simba na Pascuala Elasinyoni katikati. Bora famasi sasa ndio Simba hii. Kwa Simba na matatizo mengi kuliko X Factor ambayo anamtaka. Mimi nafikiri mashabiki wa Simba wanatakuwa
wakae na viongozi wao, atite mkutano, wakae na viongozi wao, angalie shida iko wapi. Of course kila siku mkiwa mnatupeana lawama tu hamwezi kupata jibu. Na kama Simba anataka kae sawa, mikutano yao usifanyie pale Mwalimu Nyerere. Ile ni sema demokrasia. Simba hawana demokrasia kwenye timu yao. Kwa sababu hata katiba yao haijawahi kupitishwa pale. Katiba yao ilipitisha polisi Oxford Messi kule. Huko mnajadili katiba, huko mtu anako kibunduki ndio kuingia kazini. Hiyo ndio sema kwamba Simba inafaa. Wakishakuja Mwalimu Nyerere tu ameharibu. Kwa sababu sifa ya Simba mikutano yao yote ya kupitisha katiba inafanyika polisi kule. Sasa wakati Mshindo Msola anakabidhi madaraka kwa Injinia Hersi Said, katiba angafika itengenezwa Mwalimu Nyerere, ndio maana nakuta tukiingia Mwalimu Nyerere ni rais. Juzi wamekwenda Mwalimu Nyerere wamezimia na generator. Kiongozi kazima generator katokea uani. Wenyewe. Sasa ukiwa na timu ya namna hiyo, kama kuna timu ishakupata mafanikio duniani, ikiwa kwenye uongozi kuna haya yanayoendelea Simba, hii Simba ndio itakuwa timu ya kwanza. Timu duniani kapata mafanikio uwanjani, ikiwa kwenye uongozi kuna haya yanayoendelea, Simba ndio itakuwa timu ya kwanza duniani. Brother, hakuna maendeleo yote yanaweza kupatikana kwenye klabu kama uongozi haujatulia. Umeona Paris Saint-Germain, wakati viongozi wa Paris waongee lugha moja, walitupa mabilioni ya pesa kupata mafanikio. Angalia leo, wanasimama na Ousmane Dembele, timu imetulia, viongozi wanasimama wanaongea lugha moja, Paris inachukua ubingwa wa Champions League mara mbili mfululizo. Kwa hiyo Simba wana kazi ya kufanya kuanzia kwenye management kuliko huko ambako wanakuzungumzia. Nataka kushinda usajili na Yanga hata kwenye uongozi wao waongee lugha moja, ni uongo. Yanga Afrika sasa hivi inaweza kwenda kumchukua tare basi Segewe pale Simba. Kwa sababu viongozi wa Simba yeye ndio anatufunguliaga milango tukachukua wachezaji hao. Sasa hivi kazi ya kambi ya Simba ni rahisi, inalizwa na Mbakoko kumtupia mfupa tu. Wewe kutupia mfupa tu, anaacha ulinzi na anachuka na mfupa, unaingia ndo kumchoma mchezaji. Kama ulizompata Mwalimu. Tanga town sasa hizi kuna lindwa na drone brother. Drone 12 ziko juu namna ya ziradi. Na mazoezi ya Yanga sasa hivi sio tena kama unyago. Ni live kabisa, mazoezi unaangalia nyumbani kwa na watoto. Unamwangalia Shasha Maya anapiga pasi, Stefan Zikia anapiga pasi katikati. Sasa hawa Simba Sports wanataka kukimbizana na Yanga kati management yao iko sawa. Ni uongo, uwezi. Huyu Injinia Hersi Said anapokwenda kupanda madege kwenda leo kwa Faransa, kesho kwa Qatar, haendi kuzurura kule. Anakwenda kujifunza masuala ya kutengeneza management bora ambayo kila mtu ataongea lugha moja. Yanga ametoka kwenye uchaguzi juzi, kama watendaji imekuwa na ushindani mkubwa, baada ya pale kuisha suli kaisha. Sawa, tumezungumza. Wasaidieni nyinyi waandishi. Sawa, wasaidieni Simba Sports nyinyi waandishi. Acheni kupush agenda nyepesi hizi. Jairuti hawezi kuiongoza Simba. Jairuti anapaswa kubaki kwenye nafasi yake mzabuni, wasimtishe mzigo kwa kiongozi. Hii sehemu Jairuti katendea haki sana. Moja katika nyakati ambazo Simba ametengeza jezi bora na kata Jairuti. Basi wasimame naye hapo kwenye jezi. Wasimtishe mzigo wakamtengeneza, wakamuingiza kwenye kesi zao za ndani ambazo Jairuti hazimuhusu. Nafasi ya Jairuti ni mzabuni wa jezi, waache Jairuti afanye biashara, aingize faida kwa sababu anatekeleza baadhi ya mikataba ambayo wakakubaliana na Simba. Mzigo gani ambao Jairuti wamemtisha hivi sasa? Ni huu mashabiki kwanza kumtia kwenye migogoro. Kuonekana kama yeye mpinzani wa Mangungu, kama mpinzani wa Moa. Jairuti haja kushindana na mtu wote Simba. Ila wao ndio wanamtumbukiza. Yeye anatekeleza alichokiahidi Simba. Sasa hii migogoro wao kupembena wasimtie Jairuti. Jairuti ni mzabuni wa jezi ambaye sio kiongozi Simba au